Kuna mdada mmoja kati ya followers wangu, anatumia tu content zangu za biashara, anafanya kila kitu, ni followers wangu. Alikuwa ana design mwenyewe nguo zake. Amepata tenda ya kuweza kushona uniform za shule moja ambayo sitaitaja, ambayo ina matawi all over mikoa yote hapa Tanzania, na wanataka kuwa na supplier mmoja wa kuwapelekea hizo nguo. Sasa kwa sababu ameona ni uniform zaidi ya 100,000 na uniform zote anatakiwa zishone yeye, akipiga hesabu anaona sasa hii ndo tenda yangu ya maisha yangu yote, na badilisha kila kitu. Umepaniki. Wakati wanaandaa wenzako invoice, wanakuomba, tunaomba usajili wa kampuni yako, tunaomba TIN number yako, tunaomba leseni yako ya biashara, tunaomba utuandalie invoice alafu tuambatanishie na risiti ya kwa ajili ya kukulipa hii biashara ili tuweke pale ili tukulipe. That moment ulikuwa umeshafurahi kwamba maisha yangu yanaenda kubadilika kwa deal hili moja. Unajikuta pale umeshaongea, umeshafanya quotation na kila kitu, umeongea na wamekubali na kila kitu. Mwisho wa siku kuna data za wewe kukulipwa. Pale ndo unaanza kukuta kumbe nilikuwa napambana najichezea mwenyewe. Mwisho wa siku sina chochote kinachonifanya mimi kuwa mfanyabiashara sokoni. Unapoteza tenda alafu unaanza kumlaumu Mungu. Mungu, I pray to you. Mungu kweli umemwomba Mungu, umepambana, ni kweli umetengeneza mazingira, imetokea sasa opportunity. You have nothing. Yani kupata hizi structure za kampuni, jina la biashara, kupata sui leseni, kupata TIN number, kupata sui kuweza kutoa risiti, hivi ni vitu havifanyi baada ya kuwa na wateja. Hivi ni vitu unavyofanya kabla ya kuwa na wateja. Wateja wanapokuja wanakuta tayari kuna structure. Ndio maana nasema hii ni loophole ya structure, mpangilio. Nini ni nini, wapi ni wapi, unashika wapi. Hauwi na wateja kwanza ndio uje uwe na biashara. Unakuwa na biashara ili uje uwe na wateja. So kama upo kwenye situation kama hii, comment neno usajili hapo chini ili nikusaidie.